Hapo zamani za kale, katika kijiji kidogo, aliishi mzee mwema aitwaye Alibaba. Alibaba alikuwa akifanya kazi kama mchopaji miti na aliishi nyumbani kidogo pamoja na mkewe na watoto wao. Siku moja alipokuwa akifanya kazi msituni, alisikia sauti ya ajabu. Alijificha nyuma ya mti ili kuona kinachotokea. Ghafla kundi la wanaume walionekana wakiwa na farasi zao. Walikuwa wamevaa mavazi ya ajabu na walikuwa wakibeba mifuko mizito. Kisha walisimama mbele ya jiwe kubwa na kiongozi wao alisimama mbele yake na kusema, "Kiongozi wa wezi." Fungwa isimsim. Ghafla jiwe lilijifungua na kufichua mlango mkubwa wa siri na wezi wakaingia ndani ya pango. Alibaba aliguswa na alichuna, lakini alijua kuwa lazima afuate kwa siri. Baada ya wezi kutoka kwenye pango, kiongozi wao alisema tena, Funga isimsim. punde aliposema maneno haya, jiwe lilifungwa kama vile halikuwa limewepo. Wale wezi wakaondoka, lakini Alibaba alikuwa amekumbuka maneno ya kichawi. Alibaba akikaribia jiwe kubwa kwa tahadhari. Siku iliyofuata, Alibaba alijua kuwa lazima aende kwenye pango ili kugundua kilichokuwemo. Alipofika mahali pale, alisema kwa sauti ndogo, Fungua isimsim. jiwe lilifunguka na Alibaba akaingia ndani ya pango. Aliona akiba kubwa ya dhahabu, vito vya thamani na fedha. Alibaba alichukua baadhi ya hizo akiba na akarudi nyumbani akiwa na furaha. Lakini hakujua kwamba nduguye mkatili Kasim alikuwa akiangalia. Kasim akichungulia kwa wivu na tamaa. Kasim alikwenda pango mwenyewe, akasema maneno ya kichawi. Fungua isimsim. Akaingia kwenye pango, lakini Kasim alikuwa na tamani ya kupita kiasi. Akaanza kuchukua mali zote. Alipotoka, alisahau kusema Funga isimsim. jambo lililosababisha wezi kurudi na kugundua pango likiwa wazi. Kasim akiwa amenaswa na wezi wenye hasira. Wezi walirudi haraka kwenye pango na kumkuta Kasim akiwa ndani na mali. Walimkamata na walijua kuwa lazima wamuue. Lakini Alibaba aligundua mahali alipokuwa nduguye, akaenda kwenye pango kumwokoa. Kwa msaada wa mtumishi wake mwerevu, alifaulu kumwokoa nduguye na kuwaokoa kutoka kwa wezi. Alibaba na familia yake wakifurahia maisha mapya. Mwishowe, Alibaba alirudi kijijini kwake na kudumisha siri ya pango. Maisha yake yaliboreka baada ya kutumia mali kwa busara na hekima, na akaishi kwa furaha na familia yake, huku wezi wakiwa wamekamatwa na mamlaka na kuadhibiwa.
Na sasa, watoto wangu wazuri, hadithi yetu inakaribia kumalizika. Msisahau kubofya like, kujisajili kwenye channel na kushiriki hadithi hii na marafiki zenu ili muweze kupokea hadithi mpya za kufurahisha. Na watakeni usiku mwema na ndoto zilizojazwa na uchawi na adventures. Once upon a time, katika mji mrefu na wenye hadhi, alikuwapo mfalme Shahryar, mtawala mwenye nguvu na busara. Lakini nyuma ya macho yake makali, moyo wake ulijaa huzuni na kiza, ukivurugwa na udanganyifu wa mkewe wa kwanza. Mfalme Shahryar alitembea kwenye ukumbi wa kasri lake, akitazama jua likizama huku akifikiria uamuzi wake wa kutomwamini mwanamke yeyote tena. Katika kila kona ya mji, vilio na hofu vilitawala. Familia zilikuwa zikiomboleza, wakihofia kupoteza binti zao wapendwa kwa amri ya mfalme Shahryar. Hakuna aliyekuwa na ujasiri wa kupinga utaratibu huu wa kikatili, na giza liliongezeka kwenye nyoyo za watu. Shahrazad, binti wa waziri mkuu, alikuwa akikaa kwenye zulia jekundu, akipitia hadithi nyingi kutoka vitabu vya imbali. Akainua macho yake na kumwambia baba yake waziri kwa sauti yenye ujasiri, Baba yangu, niache niowe mfalme Shahryar. Nina mpango wa kuokoa binti za ufalme wetu. Waziri alitetemeka kwa hofu, lakini aliona mwanga wa matumaini katika macho ya binti yake. Usiku ulipofika, Shahrazad aliletewa chumbani kwa mfalme Shahryar. Alipoanza kuzungumza, sauti yake ilivutia kama muziki wa tarumbeta za mbali. Mfalme wangu, kabla ya usingizi, na kuomba uniruhusu nikusimulie hadithi ya ajabu kutoka nchi ya mbali. Mfalme Shahryar alikubali, akashindwa kuzuia hamu ya kujua zaidi. Kila usiku, Shahrazad alisimulia hadithi mpya, akitumia sauti na mikono kuleta wahusika hai. Alijua lini pa kukatisha hadithi, akisema, Mfalme wangu, muda umesha, nitamalizia kesho. Mfalme Shahryar alisubiri kwa shauku, akishindwa kabisa kumwacha Shahrazad aende. Baada ya usiku 1001, Mfalme Shahryar alijikuta akicheka, akihuzunika na kujifunza kutoka hadithi za Shahrazad. Polepole, moyo wake ulianza kupona, ukijawa tena na huruma na upendo. Shahrazad, umenifundisha maana ya rehema na hekima. Sasa nakutaka uendelee kuwa malkia wangu, tukitawala kwa haki na busara. Shahrazad alitabasamu kwa furaha,
akiwakumbatia watoto wa mji. Hadithi zake zilikuwa zawadi kwa wote, na ufalme ulianza upya kwa amani na furaha. Hekima, uvumilivu na mapenzi vilishinda giza na kuleta mwanga mpya wa matumaini. Nanistan menya gitani bobait Abdulzad na sasa watoto wangu wazuri, hadithi yetu inakaribia kumalizika. Msisahau kubofya like, kujisajili kwenye channel na kushiriki hadithi hii ina marafiki zenu ili muweze kupokea hadithi mpya za kufurahisha. Na watakeni usiku mwema na ndoto zilizojazwa na Ukavina Adventures. Zamani za kale, katika nchi nzuri ya Uturuki, aliishi mfalme mnyofu na mwenye hekima. Alimpenda binti yake pekee kwa upendo mkubwa kuliko chochote duniani. Mprinsesi alikuwa mrembo kupita wote, nywele zake za dhahabu zikimetameta kama mwanga wa asubuhi, na macho yake yakiangaza kama nyota za angani. Watu wa ufalme walimpenda sana, na kila mmoja alitamani kumlinda na furaha yake. Usiku mmoja, mfalme aliota ndoto ya ajabu na ya kutisha. Aliona nyoka mkubwa akimng'ata mprinsesi, akifa mikononi mwake. Mfalme aliamka kwa hofu, akitokwa na jasho baridi, moyo wake ukidunda kwa kasi. Aliapa moyoni mwake kufanya kila awezalo ili kumlinda binti yake mpenzi dhidi ya hatari hiyo. Mfalme aliwaamuru wahandisi na walinzi kujenga mnara mkubwa katikati ya bahari, mahali ambapo nyoka wala viumbe wengine hawawezi kufika. Mnara huo ulizungukwa na maji ya samawati, ukinga chini ya jua na kuonekana kama kisiwa cha hadithi. Mprinsesi aliishi humo pamoja na wasichana wateule, walinzi wakihakikisha kila kitu kinachoingia kinachunguzwa kwa makini. Siku zilienda kwa furaha na amani ndani ya mnara huo mrembo. Siku moja, kikapu cha zabibu safi kikaletwa kutoka kasri, na walinzi wakakichunguza kama kawaida yao. Hawakujua kuwa nyoka mdogo alikuwa amejificha ndani ya zabibu hizo. Mprinsesi alipokea zabibu na kula kwa furaha. Ghafla nyoka akatokea na kumng'ata. Habari za tukio hilo zilimfikia mfalme haraka, na akakimbia hadi baharini. Alipofika, alimkuta mprinsesi amelala, hawezi kutikiswa. Kwa uchungu mwingi, aliamuru aweke kwenye jeneza la kioo la kupendeza, ambalo liliwekwa kwenye mashua ndogo ikielea juu ya mawimbi ya bahari, ikibeba mrembo huyo wa taifa. Wakati huo, prince kijana kutoka ufalme wa karibu alikuwa akitembea kando ya bahari. Mara akauona mwanga wa jeneza liking'aa katikati ya maji. Akaamuru askari wake walivute hadi ufukweni. Alipolitazama, aliguswa na uzuri wa mprinsesi. Huyu ni msichana mzuri, lazima atakuwa kutoka dunia nyingine. Kisha akajikusanya karibu naye na kumpa busu la jicho la uso wake kwa upole. Mara moja, uchawi wa sumu ulivunjika, na mprinsesi akafumbua macho yake. Prince alifurahi na kumuuliza kuhusu hadithi yake, naye akaelezea kila kitu kilichotokea. Prince alimpeleka kwa baba yake mfalme, ambaye alijawa na furaha na machozi ya shukrani. Prince alimuomba mprinsesi kwa baba yake, na mfalme akakubali. Harusi kubwa ikafanyika, na watu wote wakasherehekea upendo wao. Prince na mprinsesi waliishi kwa furaha, wakigeuza mnara katikati
ya bahari kuwa jumba la wazi kwa wageni kutoka kila kona ya dunia. Mnara huo ukawa mfano wa upendo, ulinzi na hatima nzuri, na kila mmoja aliyefika alijifunza kwamba hakuna anayeweza kuepuka hatima, lakini upendo wa kweli unaweza kurudisha maisha, na matumaini yanaweza kuwepo hata katika nyakati ngumu. Na sasa, watoto wangu wazuri, hadithi yetu inakaribia kumalizika. Msisahau kubofya like, kujisajili kwenye channel, na kushiriki hadithi hii na marafiki zenu, ili muweze kupokea hadithi mpya za kufurahisha. Nawatakieni usiku mwema na ndoto zilizojazwa na uchawi na adventures. Hapo zamani za kale, aliishi mchungaji maskini aitwaye Amani katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima. Hakuwa na mali nyingine isipokuwa joho lake la zamani, kundi dogo la kondoo, na kipande cha mkate mkavu alichokula kila jioni. Kila siku, Amani alifanya kazi kwa bidii, akiwachunga kondoo wake kwenye nyanda za kijani zilizozunguka kijiji. Siku moja, baada ya kazi ngumu ya kuchunga kondoo, Amani aliketi chini ya mti mkubwa wa mzeituni kupumzika. Alijisikia kuchoka sana, akaegemea kichwa chake kwenye shina la mti na kufumba macho. Giza la usiku lilimfunika, na mara akazama katika usingizi mzito, ndoto zikimchukua mbali na kijiji chake. Ghafla, Amani alihisi kana kwamba kuna mkono usioonekana ukimwinua kutoka ardhini. Alipofungua macho yake, alijikuta katika mji wa ajabu usiofanana kabisa na kijiji chake. Mji huo ulikuwa umejaa majengo marefu, masoko yenye msongamano, na taa zinazong'aa. Watu walikuwa wamevaa mavazi mazuri, na harufu ya chakula kitamu ilienea kila kona. Malaika mzuri alimtokea Amani na kusema kwa sauti ya upole, "Usiogope Amani, sema tu asalamu alaikum kwa mhudumu na atakupa unachotaka bila kulipa chochote." Amani aliingia kwenye magahawa mmoja na kusema, "Asalamu alaikum." Mhudumu alimtazama kwa tabasamu na kumpa chakula kitamu na sahani za kuvutia, na harufu ya pilau na samaki ilijaza pua yake. Amani anapewa kila kitu anachotaka. Mavazi mapya, chakula na furaha vinaonekana kila kona. Amani alishangaa, kisha akatoka kwenda sokoni. Alipotaka kununua vazi jipya, muuzaji alimpa bila kuomba malipo. Kila alichotaka alipata kwa urahisi na akaanza kuishi maisha ya raha isiyoelezeka. Siku zilivyopita, Amani akawa tajiri. Akasahau siku zake ngumu na akaanza kuwatukana maskini, kukataa kuwasaidia wahitaji, na kuwadharau watu wengine. Amani ameketi peke yake, machozi yakimtiririka. Usiku mmoja wa baridi, alipokuwa ameketi peke yake, upepo mkali ulivuma, na alihisi tena mkono usioonekana ukimshika. Ghafla alijikuta tena chini ya mti wa mzeituni, katikati ya kondoo wake, na akiwa na njaa kama awali. Malaika mzuri alimtokea tena na kusema, "Nilikuonya Amani, soko lisilokuomba pesa litakuhukumu kwa tabia. Ulipokuwa maskini, ulikuwa na moyo mwema. Ulipokuwa tajiri, ukawa mwenye kiburi. Sasa umerejea kujifunza tena." Amani alilia kwa majuto na kuahidi kubadilika. Amani anagawa na mkate na maskini, tabasamu likimrudi usoni. Tangu siku hiyo, Amani aliishi kwa unyenyekevu, akigawana chakula chake na maskini, akiwatendea kondoo wake kwa upendo, na kumshukuru Mungu kwa kile alichonacho, hata kama ni kidogo. Utajiri wa kweli haupatikani kwa pesa, bali kwa tabia njema. Mtu asiyethamini unyenyekevu anaweza kupoteza kila kitu alichonacho. Na sasa, watoto wangu wazuri, hadithi yetu inakaribia kumalizika. Msisahau kubofya like, kujisajili kwenye channel, na kushiriki hadithi hii na marafiki zenu, ili muweze kupokea hadithi mpya za kufurahisha. Na watakieni usiku mwema na ndoto zilizojazwa na uchawi na adventures. Hapo zamani za kale,
Katika kijiji kidogo kando ya bahari kubwa aliishi mvuvi mwema aliyeitwa Juma. Kila asubuhi Juma alipanda mashua yake ndogo na kuvuka mawimbi akitafuta riziki baharini. Jua lilichomoza pole pole likirushia mwanga wake wa dhahabu juu ya maji yaliyotulia, na ndege wakipita angani wakiimba nyimbo za asubuhi. Utulivu wa bahari na harufu ya chumvi vilimpa Juma matumaini mapya kila siku. Juma ukining'inia kwenye maji ya buluu. Wakati mwingine Juma alipata samaki wengi, na wakati mwingine hakuwa na bahati kabisa. Lakini daima aliporudi nyumbani bila samaki, alisimama mbele ya nyumba yake ndogo na kumshukuru Mungu kwa afya na maisha. Siku moja, baada ya saa nyingi za kungojea huku upepo ukimbembeleza, Juma alihisi kitu kizito sana kikinasa kwenye wavu wake. Alivuta kwa nguvu na macho yake yakakutana na mwanga wa ajabu ulioakisi jua. Cha kushangaza, kwenye wavu wake alikuta samaki wa dhahabu mkubwa na mwenye kung'aa kuliko kitu chochote alichowahi kuona. Samaki huyo aliongea kwa sauti laini na ya kupendeza, akimsihi Juma amwachie huru. Samaki wa dhahabu mwenye macho makubwa yanayong'ara na sauti ya upole akasema, "Tafadhali mvuvi mwema, niruhusu nirudi baharini. Mimi si samaki wa kawaida. Mimi ni samaki wa dhahabu, naweza kukutimizia matakwa matatu." Juma akishika wavu kwa mikono miwili, uso wake umejaa mshangao na huruma. Juma alishangaa sana, moyo wake ukijawa na furaha na mshangao. Alitabasamu, akainama karibu na maji, akasema kwa upole, "Sihitaji mengi, samaki wangu. Naomba tu chakula cha kutosha kwa ajili yangu na mke wangu, afya njema na amani moyoni mwangu." Samaki wa dhahabu aling'aa zaidi, akizungukwa na miala ya dhahabu, na kusema kwa furaha, "Matakwa yako yametimia." Kisha akatoweka kwenye kina kirefu cha bahari, akiacha mawimbi madogo yakicheza karibu na mashua. Juma ikiwa safina nzuri, meza imejaa vyakula vitamu. Mke wake anamsubiri mlangoni na uso umesheheni tabasamu la furaha. Juma alirudi nyumbani na akakuta nyumba yake ikiwa imebadilika kabisa. Ilikuwa safi na nzuri na meza imejaa chakula kitamu. Mke wake alimtazama kwa upendo na kumkaribisha kwa tabasamu la furaha. Kuanzia siku hiyo, Juma na mke wake waliishi maisha ya furaha na kuridhika bila upungufu wa kitu chochote. Walishukuru kwa kila siku mpya na kwa baraka walizopokea. Habari za samaki wa dhahabu zilienea kijijini haraka kama upepo wa baharini. Watu wakaanza kumiminika baharini, kila mmoja akiwa na tamaa ya kupata dhahabu, kasri na utajiri. Lakini licha ya juhudi zao zote, hakuna hata mmoja aliyepata furaha ya kweli kama Juma. Waligundua kwamba furaha ya kweli haiji kutoka kwenye mali au tamaa, bali kutoka kwenye kuridhika na kushukuru kwa kile ulicho nacho. Somo kutoka kwenye hadithi: furaha ya kweli haiji kutoka kwenye mali au tamaa, bali kutoka kwenye kuridhika na kushukuru kwa kile ulicho nacho. Na sasa, watoto wapendwa, hadithi yetu imefika mwisho. Msisahau kupenda video, kujisajili kwenye chaneli na kushiriki hadithi hii na marafiki zenu ili muwe wa kwanza kupokea hadithi mpya na nzuri kila wakati. Usiku mwema na ndoto tamu zilizojaa maajabu ya kupendeza. Na sasa, watoto wangu wazuri, hadithi yetu inakaribia kumalizika. Msisahau kubofya like, kujisajili kwenye channel na kushiriki hadithi hii na marafiki zenu ili muweze kupokea hadithi mpya za kufurahisha. Na watakeni usiku mwema na ndoto zilizojazwa na uhavi na adventures. Hapo zamani za kale kulikuwa na mwanamume mwenye moyo mwema ambaye alikuwa mtengeneza viatu. Ingawa alikuwa akifanya kazi kwa bidii siku nzima, alikuwa maskini na alipata pesa kidogo sana. Karakana yake ilikuwa ndogo lakini safi, na meza yake ilifunikwa na vipande vya ngozi na nyaya za kushonea. Usiku mmoja alibakiwa na kipande kidogo tu cha ngozi kilichotosha kutengeneza kiatu kimoja tu. Alikikata kipande hicho cha ngozi kwa uangalifu na kukiandaa ili kukitengenezea kiatu asubuhi iliyofuata. Mtengeneza viatu akasema moyoni mwake, "Nitakikamilisha kesho." Kisha akaenda kulala akiwa na matumaini madogo lakini moyo wenye amani.
Lakini asubuhi ilipofika, jambo la kushangaza lilitokea. Alikuta kile kiatu tayari kimetengenezwa kwa ukamilifu na kilikuwa kizuri sana, kimetengenezwa kwa ustadi ambao hakuwahi kuona hapo awali. Alishangaa na kufurahia, akaamua kuuza kiatu kile na akapata bei nzuri iliyomwezesha kununua ngozi zaidi. Mtengeneza viatu alitayarisha na ngozi ya kutengeneza viatu viwili na kuviweka mezani. Asubuhi na mapema alikuta viatu viwili vikiwa tayari, vilivyotengenezwa vizuri na kwa uzuri mkubwa. Miujiza hiyo iliendelea kila usiku na hali yake ikaanza kuboreka polepole hadi akaanza kuishi maisha mazuri. Lakini moyoni mwake alikuwa akijiuliza, ni nani anayenitengenezea viatu usiku? Alipoamua kutafuta jibu, alikaa yeye na mkewe nyuma ya pazia usiku mmoja, wakitazama kwa kimya. Na usiku wa manane, vibete vidogo sana waliingia ndani ya karakana. Walikuwa wachangamfu na wenye furaha, wakachukua ngozi na kuanza kushona viatu kwa kasi na ustadi wa ajabu. Mke wa mtengeneza viatu alisema kwa tabasamu, hawa vibete hutusaidia kila usiku, basi na tuwape zawadi nzuri kuwashukuru. Akatengeneza mavazi madogo na mumewe akatengeneza viatu vidogo vinavyowafaa. Usiku uliofuata, badala ya ngozi, waliweka zawadi mezani. Walipofika, vibete walikuta nguo mpya na viatu. Wakafurahi sana, wakaviva, wakacheza na kuimba kwa furaha, kisha wakaondoka. Hawakurudi tena. Lakini mtengeneza viatu hakuwasahau kamwe. Aliwakumbuka kwa shukrani kubwa na aliishi maisha yenye furaha na mema kwa neema ya wema wa vibete hao wadogo. Maadili tunayojifunza katika hadithi hii ni kuwa wema na ukarimu unaleta baraka maishani. Wale wanaosaidia wengine kwa moyo wa upendo huleta mwanga katika maisha ya watu, na shukrani ni njia ya kuthamini mema tunayopokea. Tuwe na mioyo ya kushukuru na tuwe wema kwa wale wanaotujali kwa siri ya udhahiri. Voice ni Edi Banda saiyo mabashida. Kada na sasa, watoto wangu wazuri, hadithi yetu inakaribia kumalizika. Msisahau kubofya like, kujisajili kwenye channel na kushiriki hadithi hii na marafiki zenu ili muweze kupokea hadithi mpya za kufurahisha. Na watakieni usiku mwema na ndoto zilizojazwa na uhavi na adventures. Hapo zamani za kale, paliishi mbuzi mmoja mzuri aliyekuwa akiishi kwenye nyumba ndogo pamoja na watoto wake 7. Aliwapenda sana na alikuwa akiwaonya kila mara kuhusu mbwa mwitu mbaya aliyekuwa akiishi msituni. Wapenzi wangu, nitaenda kidogo kununua chakula. Msifungulie mtu yeyote mlango, hasa mbwa mwitu. Sauti yake ni mbaya na miguu yake ni myeusi. Kuwa waangalifu sana. Usijali mama, tutakuwa waangalifu. Mama akaondoka, akaufunga mlango vizuri na kuelekea sokoni. Nyumba ilibaki kimya na mbuzi wadogo wakaanza kucheza na kuimba, lakini wakikumbuka onyo la mama yao. Baada ya muda mfupi, mbwa mwitu akaja na kugonga mlango kwa sauti mbaya akisema, Fungulieni mlango watoto wangu, ni mimi mama yenu, nimerudi kutoka sokoni. Lakini mbuzi wadogo walisikia sauti yake mbaya. Mmoja wao akasema, wewe si mama yetu, sauti yako ni mbaya, mama yetu ana sauti laini. Mbwa mwitu akaenda kwa fundi chuma, akamwomba amsaidie kulainisha sauti yake kwa kitu cha moto. Sauti yake ilipokuwa laini, alirudi tena na kugonga mlango. Fungulieni mlango watoto wangu, ni mimi mama yenu. Lakini mbuzi wakatazama chini ya mlango na kuona miguu yake myeusi, wakasema, wewe si mama yetu, miguu yako ni myeusi. Mbwa mwitu akaenda kwa mokaji, akamwomba amfunike miguu yake kwa unga wa makate mweupe. Kisha akaenda kwa mpuraji ili amweke unga wa ngano ili miguu yake ionekane nyeupe. Kisha akarudi kwa mara ya 3 akiwa na sauti laini na miguu myeupe. Mbuzi walidhani kweli ni mama yao, wakaufungua mlango. Ole wao! Mbwa mwitu akaingia haraka na kuwameza mmoja baada ya mwingine
isipokuwa mbuzi mdogo aliyejificha ndani ya saa ya ukutani. Mbwa mwitu akarudi msituni na kulala chini ya mti kwa sababu ya kushiba sana. Mama aliporudi, alikuta mlango umefunguliwa, nyumba ikiwa vurugu, na watoto wake hawapo. Akaanza kulia, hadi mbuzi mdogo akatoka na kusema, Mama, mbwa mwitu aliwala ndugu zangu, lakini mimi niliokoka. Mama akakimbilia msituni na kumkuta mbwa mwitu amelala, tumbo lake likiwa limejaa na likicheza. Akachukua makasi kimya kimya, akalifungua tumbo lake na kuwatoa watoto wake mmoja baada ya mwingine, wote wakiwa salama. Kisha akajaza tumbo la mbwa mwitu kwa mawe mazito na kulifunga bila yeye kujua. Mbwa mwitu alipoamka, alihisi kiu, akaenda mtoni kunywa maji, lakini akaanguka ndani ya maji kwa sababu ya uzito wa mawe na akazama. Mbuzi na mama yao walifurahi, wakacheza na kuimba kwa furaha na wakaishi kwa amani tena kwenye nyumba yao ndogo. Funzo la hadithi: lazima kuwa waangalifu, kumtii mama kunaokoa maisha, na uovu hauwezi kushinda kamwe. Na sasa marafiki zangu wapendwa, hadithi yetu inakaribia mwisho. Msisahau kubonyeza kitufe cha kupenda, kujisajili kwenye chaneli na kushiriki hadithi hii na marafiki zenu ili mapate hadithi nyingine nzuri zaidi. Nawatakia usiku mwema na ndoto tamu zilizojaa maajabu ya kuvutia. Na sasa, watoto wangu wazuri, hadithi yetu inakaribia kumalizika. Msisahau kubofya like, kujisajili kwenye channel na kushiriki hadithi hii na marafiki zenu ili muweze kupokea hadithi mpya za kufurahisha. Nawatakieni usiku mwema na ndoto zilizojazwa na uchawi na adventures. Hapo zamani za kale, katika msitu mzuri wenye miti mingi ya kijani, aliishi simba mwenye nguvu sana. Simba huyu alikuwa mfalme wa msitu, wote walimwogopa na kumheshimu. Upepo mwanana ulipuliza, ukicheza na majani, huku wanyama wengine wakijificha kwa hofu mbele ya ukuu wa simba. Simba amelala usingizi mzito. Kando yake, panya mdogo anacheza bila wasiwasi, akirukaruka juu ya nyasi na mizizi. Siku moja, simba alikuwa amelala chini ya mti mkubwa. Panya mdogo alikuwa akicheza na kukimbia msituni. Bila kukusudia, panya alipanda juu ya mwili wa simba aliyekuwa amelala. Simba anafumbua macho yake makubwa, akimtazama panya aliyejaa hofu. Tafadhali mfalme wa msitu, nisamehe. Sikutaka kukuamsha. Niachilie, na nitakulipa wema huu siku moja. Simba alicheka kwa sauti kubwa akisema, Panya mdogo kama wewe atanisaidiaje mimi, mfalme wa msitu? Lakini moyo wa simba ukaja huruma, akamwachilia panya huru. Simba anatembea, ghafla akinaswa kwenye mtego wa wawindaji, wavu wenye kamba ngumu ukimzunguka. Siku zikapita, na siku moja simba akaingia kwenye mtego uliowekwa na wawindaji. Alijaribu kujinasua, lakini hakufanikiwa. Akanguruma kwa sauti kali akiomba msaada. Wanyama wengine walikimbia kwa woga, lakini kilio cha simba kilifika mbali. Panya anakimbia kwenye vichaka akifuata sauti ya kuomba msaada, na anapofika anaona machozi ya simba. Panya alisikia sauti hiyo, akakimbia kwa haraka. Alimkuta simba akiwa amenaswa kwenye wavu. Akaanza kuuma kamba kwa meno yake madogo hadi alipokata zote moja baada ya nyingine. Simba na panya waliojaa furaha na mshangao. Hatimaye simba akawa huru, akamtazama panya kwa mshangao na shukrani, akamwambia, Umeokoa maisha yangu, rafiki yangu mdogo. Sikuamini kuwa panya anaweza kumsaidia mfalme wa msitu. Panya alitabasamu na kusema, Usimdharau yeyote, kila kiumbe ana thamani yake, haijalishi ni mdogo kiasi gani. Simba na panya wanatembea pamoja wakifurahia urafiki na amani chini ya mwavuli wa miti mikubwa. Tangu siku hiyo, simba na panya wakawa marafiki wa kweli, wakaishi kwa amani na upendo katika msitu ule mzuri.
Na hivyo, watoto wangu wapendwa, tunajifunza kutoka kwa hadithi hii kwamba wema haupimwi kwa ukubwa wa mtu, na kila mmoja wetu anaweza kuleta mabadiliko makubwa hata kama ni mdogo. Na sasa watoto wangu wazuri, hadithi yetu inakaribia kumalizika. Msisahau kubofya like, kujisajili kwenye channel na kushiriki hadithi hii na marafiki zenu ili muweze kupokea hadithi mpya za kufurahisha. Na watakieni usiku mwema na ndoto zilizojazwa na uchawi na adventures. Ilikuwa mara moja, zamani za kale, katika jiji la kale lililokuwa na masoko yenye kelele na majumba ya kifahari, aliishi mvulana mdogo aitwaye Aladino. Aladino alikuwa maskini, lakini alikuwa na akili ya haraka na ujasiri wa kipekee, na alikosa kuwa na ndoto ya kuwa na adventure kubwa itakayobadilisha maisha yake. Siku moja, akiwa anazunguka mtaa wa jiji, alikutana na mtu mgeni aliyevaa koti la giza. Mtu huyo alijikurubisha na kusema kwa sauti ya chini, Aladino, ungependa kuwa tajiri sana. Kila unachohitaji ni kunisaidia kwenye kazi ndogo. Kwa hamu ya watoto na ari ya mgeni, Aladino alikubali. Mtu huyo alimpeleka Aladino kwenye pango kubwa lililofichwa chini ya mchanga wa dhahabu na kusema akiwaonyesha kwa mkono wake, Ingiza ndani, tafuta taa ya zamani, utakapoitafuta taa tu, usigusie kitu kingine chochote. Aladino akaingia kwenye pango ambapo aliona hazina inayoangaza kama nyota usiku. Lakini alikumbuka ushauri wa mtu huyo mageni, hivyo alikataa kuangalia dhahabu. Akaendelea kwa ujasiri mpaka alipofika kwenye jiwe kubwa juu ya ambalo aliona taa ya thamani iliyojaa vumbi. Alishika taa hiyo kisha akarudi kwenye mlangoni wa pango. Lakini alipojaribu kutoka, mtu mgeni alikataa kumsaidia mpaka alipomkabidhi taa kwanza. Aladino alitilia shaka nia ya mtu huyo, alikataa kumkabidhi taa, na mtu mgeni alikasirika na kufunga mlango wa pango na kuondoka. Aladino aliketi kwa huzuni katika giza, hajui cha kufanya. Akaanza kusugua taa kwa mkono wake ili kuiosha kutoka kwenye vumbi, na ghafla kutoka kwenye taa alikujua jini mkubwa wenye rangi ya buluu na sauti inayoyumbisha ardhi akisema, Mimi ni mtumishi wa taa. Umetaka nini, bwana yangu? Aladino alishangaa na kusema kwa haraka na hofu iliyochanganyika na matumaini, Nitoke hapa. Kwa haraka, Aladino alijikuta nje ya pango, chini ya jua la dhahabu linaloangaza. Tangu siku hiyo, taa ya uchawi ikawa rafiki mwaminifu wa Aladino. Jini alifanya matamanio mema tu, alisaidia maskini, alipanda maua mjini na kujenga viwanja vya michezo kwa watoto. Siku moja ya ajabu, Aladino alikutana na mrembo, Princess Yasmin. Alivutiwa sana na yeye, na kwa msaada wa jini, Aladino alikuwa mvulana shujaa na mwaminifu. Alimwoa Princess Yasmin na waliishi maisha yenye upendo, furaha na adventures nyingi za kufurahisha. Hata jini alikuwa rafiki halisi wa Aladino na alitumia nguvu zake kwa ajili ya mema. Na hivyo, watoto wangu wapendwa, Aladino alituonyesha kwamba moyo mzuri na ujasiri ndio hazina kuu anayoweza kuwa nayo mtu. Na sasa, watoto wangu wazuri, hadithi yetu inakaribia kumalizika. Msisahau kubofya like, kujisajili kwenye channel na kushiriki hadithi hii na marafiki zenu ili muweze kupokea hadithi mpya za kufurahisha. Na watakieni usiku mwema na ndoto zilizojazwa na uchawi na adventures.